Kuwapongeza sana wananchi wa Namibia kwa namna wanavyoziheshimu mahakama zao. Hata ukosoaji wao juu ya mahakama yao wamekosoa vizuri, wameona kwamba mahakama zao zinaenda kutumika kuhararisha uonevu waliofanywa wananchi wa Tanzania. Wananchi wanasema no, mahakama zetu zinaheshimika duniani kote kwa kutenda haki, zisiende kuchafuliwa na Tanzania. Na wanakubali utaalamu wa Damasebu na wanasema kwamba ni competent ni competent judge, anaheshimika ndani ya nchi na kimataifa, na hawako tayari kumuona kuja kuchafuka kwenye mambo ambayo haeleweki kama ya kwetu hapa Tanzania. Kwa hiyo ni jambo hasa, hivi vyama vya siasa viwili vyote vimetoka na jambo moja, na ukiangalia summary hapa ni kama tuna yale niliyoyaainisha hapo juu. Hamwezi kuingia kwenye jambo ambalo halieleweki. Kama yeye ameamua kwenda kwa kutumia nguvu zake na power alizonazo, majeshi alionayo, kuwafanya atakavyo wa Tanzania, asija kaingiza na nchi zingine kwenye migogoro mikubwa ya kidiplomasia. Sasa labda wakati naelekea kwenda kwenye hitimisho, niseme tu mambo nilio mimi, kwa sababu nilikuwa nazungumzia masuala ya tume ya Chakwera, na nikasema kwamba nilitumia masaa matatu kwenye ile tume kwenda kutoa maoni yangu, na niliwasilisha document ya peji 70, lakini nilimweleza mambo mengi Chakwera katika hiyo peji 70. Niliweka vielelezo vyote vya namna tulivyofanyiwa katika kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi, kwenye uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Nilimweleza kwa kina, na katika hizo peji 70 nikanipatisha mpaka na vielelezo vyote vya matukio yote. Na kwa summary tu, mambo mawili hapa ni yaseme. Yako mengi nimeorodhesha vitu vingi, lakini kwa summary hapa niseme mambo mawili. Moja nililomweleza ni kwamba ndugu Samia Suluhu Hassan ashauriwe kujiuzuru nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuliponya taifa na kuanza upya. La pili nililomweleza, uchunguzi haukuwa huru na uchaguzi haukuwa huru na haki, jambo ambalo pia lilithibitishwa na watazamaji wa kimataifa wa SADC na EU. Uchaguzi ulikuwa batili na ulisimamiwa na tume batili, hivyo viongozi wote, rais, wa bunge na madiwani waliotangazwa ni batili, pamoja na mambo mengine, lakini hayo mambo mawili nilimweleza Chakwera na tume yake. Na katika mapendekezo pia niliweka mapendekezo mengi, lakini nitasema mapendekezo mawili tu kwa ajili ya muda. Mapendekezo yangu namba 1 kwenye hilo tume ya Chakwera, niliomba kwamba kuundwe tume huru ya uchunguzi itakayoongozwa na Jumuiya ya Madola au taasisi yote ya kimataifa ambayo taifa ni mwanachama, ambayo Tanzania ni mwanachama, na jambo hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini jambo la pili nililotoa maoni yangu ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wa Tanzania ufutwe na kutangazwa uchaguzi mwingine ili kuwapa fursa wananchi waweze kuchagua viongozi wao wanaowataka wao. Hayo ndio mambo makubwa ambayo niliyawasilisha kwenye hiyo taarifa, na leo nimekusudia kwamba hiyo mazungumzo yangu baina yangu mimi na tume ya Chakwera nitayaweka hadharani leo ili Watanzania wote wajue, maana hali ya nchi inazidi kuwa mbaya. Tulitarajia kutakuwepo na mabadiliko yanayoweza kubadilika, lakini tunavyoona hali inazidi kuwa mbaya badala ya kuendelea kupata unafuu. Kwa hiyo leo hii nitashare na nyinyi waandishi wa habari muweze kufikishia umma mambo gani tulizungumza na Chakwera. Mwishowe ipo siku yatabadilishwa na haya. Watasema kwamba kina Mpina walipoenda kwa Chakwera walienda kusema maneno haya na haya na haya na haya. Lakini kumesheheni mambo yote. Uongo wote uliowekwa, mpaka Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5. Alijiunga sijui tarehe ngapi? Alijiunga tarehe 5. Nimeambatisha nyaraka zote za mpaka kujiunga kwangu wanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Watanzania wakasome ukweli wote. Leo tarehe 29 mwezi wa 7 2025, wakati ukisoma ile barua ya msajili anazungumza Mpina alijiunga na chama cha ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 8 2025. Mimi hii ndio kadi yangu na itasirculate kwa Watanzania wote waweze kuona. Lakini pia kwa kusingiziwa kama nimevunja kanuni za chama,
kanuni za chama zote, hakuna jambo hilo linalozungumzwa na msajili mahala popote lilipo. Jambo la katiba lote hamna mahala popote lilipo. Na hii document yote hii nitaipeleka kwenye umma kama ilivyo. Document yenye kurasa 70, wa Tanzania wakasome mambo yote humu yamewekwa. Na nitakuwa tayari mahala popote, sehemu yoyote nitakapoitwa na chombo kilicho huru. Sio hizi zinazoundwa na mtawala, hizi siwezi kwenda. Hata hii iliyoundwa ya kijinai, hata kama watakuwa na mamlaka ya kuleta sama, sitaipinga mahakamani. Siwezi kwenda kwenye jambo ambalo halieleweki, kwenda kusikilizwa na jambo ambalo halieleweki. Lakini wakija wasuluhishi wa kimataifa ambao hawana upendeleo, mimi nitakuwa wa kwanza kufika, na nitaenda na nyaraka zangu zote kwenda kueleza mambo yaliyotokea. Sasa nimalizie kwa kusema hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, kumekuwa na kupuuzwa kwa miito mbalimbali ya jumuiya ya kimataifa kuhusu matukio ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, ambapo mtawala mara kwa mara amekuwa akinukuliwa akisema asiingiliwe na jumuiya hizo na kuhoji wakati mwingine who are you. Mpaka sasa hakuna nia ya dhati ya utashi wa kisiasa ya kutekeleza maazimio ya jumuiya za kimataifa, ikiwemo bunge la Ulaya EU Parliament, bunge la Marekani Congress na jumuiya ya madola. Kwani serikali licha ya kupewa maonyo mbalimbali, serikali imezidisha zaidi dhuluma na uonevu kwa wananchi, ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wananchi kukamatwa na kufunguliwa kesi na kubambikizwa uhaini na ugaidi. Aidha, tangu machafuko ya Oktoba 2025 yaliyosababisha mauaji ya watu wasio na hatia 518, zaidi ya 518 na majeruhi zaidi ya 2390 na kuminywa kwa demokrasia ya vyama vingi nchini kwetu, nchi za jumuiya za Umoja wa Afrika AU, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC hazijajishughulisha na mkwamo wa kisiasa uliokumba taifa letu la Tanzania, jambo ambalo ni la kushangaza na sio kawaida, kwani tunakumbuka ilipotokea machafuko ya uchaguzi nchini Kenya mwaka 2007, AU ilipeleka tume ya usuluhishi ambayo ilifanya kazi nzuri sana na kupata mwafaka katika nchi hiyo. Sasa leo hapa Tanzania tujiulize, AU wanasubiri Tanzania mpaka wauawe wananchi wangapi? Umeshaambiwa sasa hivi wameuawa wananchi zaidi ya 518, na wananchi zaidi ya 518, watu wengine walisema zaidi ya watu 10,000, ambao hesabu inakubali. Kama ukisema zaidi ya 518 mathematically inakubalika kwamba na wale waliosema 10,000 na wenyewe wako sahihi. Sasa AU, SADC na EAC zinasubiri Tanzania mpaka wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna mgogoro? Wanasubiri Tanzania wauawe watu wangapi ndio wajue kwamba Tanzania kuna ukiukwaji wa haki za binadamu? Wanasubiri wauawe watu wangapi? Kwa nini mpaka leo AU iko kimya? Umoja wa Afrika uko kimya? Kwa nini mpaka leo SADC wako kimya? Kwa nini mpaka leo EAC iko kimya? Kwa nini? Na kwa nini kipindi kile yalipotokea machafuko Kenya, kwa nini AU iliingilia kati haraka sana na kupeleka tume ya maridhiano? Kwa nini leo tunazungumzia jumuiya ya madola, watu wa mbali huko kuja kuingia kwenye bara hili na kufanya na kuona kwamba kuna tatizo Tanzania, lakini AEC, jumuiya ya Afrika Mashariki, haioni kama kuna tatizo Tanzania? Umoja wa Afrika hauoni kama kuna tatizo Tanzania? Jumuiya ya Afrika Kusini jumuiya ya nchi za Afrika, jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, na zenyewe hazioni kama kuna tatizo Tanzania. Watu wameuawa zaidi ya 518. Watu kila leo wanafunguliwa kesi za ugaidi na uhaini. Watu kila leo wanatekwa na kupotea. Wao hawajaona kama kuna ukiukwaji wa haki za binadamu. Wao hawajawahi kuona. Leo Tundu Lissu yuko mahakama, yuko magereza mwaka mzima na kitu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini. Wagombea wamefutwa kugombea kwa mabavu, kwa nguvu. Hizi jumuiya za Afrika wenyewe wanasubiri mpaka iweje ndio waje kutatua matatizo yaliyopo hapa.
Na kwa nini viongozi waliokuwepo kule nyuma walikuwa wanaona dosari, wanakimbia haraka sana kwenda kuitatua? Kwa nini leo kwenye bara la Afrika imeshindikana? Hao viongozi wetu hao wanakutana na hizi jumuiya ziko kwa ajili ya nini? Na kama Tanzania inaendelea kulipa fedha kwenye jumuiya hiyo, Watanzania wanaendelea kulipa hizo fedha zao kwa ajili ya nini kwenye hizo jumuiya? Kwa ajili ya kufanya nini kama jumuiya zenyewe ni kama zipo hazipo? Kwa kuwa jumuiya ya Afrika, kwa kuwa jumuiya za Afrika zimejiweka kando na serikali ya Tanzania kukosa dhamira ya dhati kuitoa nchi yetu kwenye mkwamo, na atoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuingilia kati, kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa maazimio wanayoyatoa kwa Tanzania. Aidha, kwa hali inavyoendelea, nchi yetu inaenda kutengwa, itawekewa vikwazo au kufukuzwa uwanachama kabisa wa jumuiya za kimataifa. Kwa namna tunavyoenda, tunaweza kufikishwa huko, na taifa letu likifikishwa huko, tumeingia kwenye matatizo makubwa. Taifa letu ni changa, na kwamba ustawi wake unategemea ushirikiano wa nchi nyingine, ikiwemo upatikanaji wa mikopo, dawa zote ziwe za binadamu, ziwe za wanyama, ziwe za mimea, masoko ya mazao ya